Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, siku chache zilizopita niliripoti taarifa ya kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, upande wa Bawacha ambaye ni Mheshimiwa Sigrada Mligo, kutoa taarifa ya kupigwa na mlinzi binafsi wa makamu mwenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, kwa maana ya John Heche, ambapo walikuwa na mkutano wao wanafanya mkoani Njombe. Sasa taarifa hiyo ilitoka na ilionekana yupo hospitalini, na yeye pia alisikika akiongea mengi sana kwa majonzi, akiwa anaugulia maumivu. Lakini mapema leo taarifa kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inasema kuwa inafuatilia kwa karibu na inafanya uchunguzi wa kina juu ya tuhuma zinazosambazwa mitandaoni kuhusu madai ya kupigwa kwa mratibu wa uenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha, Mheshimiwa Sigrada Mligo, ili kubaini ukweli wa jambo hilo na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo yake. Taarifa ya leo hii tarehe 31 2025 iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho, Brenda Rupia, imeeleza kuwa Chadema inafuatilia kwa makini njama za Chama cha Mapinduzi CCM kwa kutumia tukio hili kwa manufaa yao binafsi. Tunatoa wito kwa Mheshimiwa Sigrada Mligo kuwa makini na mahusiano yake na CCM ili kuepuka kutumiwa kwa malengo yasiyo na nia njema, ambayo yanaweza kuathiri si tu hadhi ya chama bali na ya kwake pia kama kiongozi na usalama wake binafsi, imesema taarifa hiyo. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua inayochukuliwa kwa kushirikiana na vyombo husika vya ndani na nje ya chama, na baadaye tutatoa kauli rasmi kuhusu suala hili kadri itakavyofaa. Huyo alikuwa ni Brenda Rupia, ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye amejaribu kuliweka sawa hili swala ambalo linaendelea mpaka sasa hivi. Na tumeona picha nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea, ambapo pia tuliona picha ya mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM, Bwana Makara, ambaye pia alionekana akichangisha michango kwa ajili ya kumchangia Sigrada Mligo kwa ajili ya matibabu. Sasa Chadema wamejaribu kumuonya kada wao huyu ambaye ni kiongozi wao kuwa makini na kile ambacho kinaendelea, kwa sababu ataenda kutumika kisiasa na Chama cha Demokrasia Maendeleo. Sasa wamejaribu kumuonya na kuona anajua jinsi gani ya kuishi na situation ambayo inaendelea. Lakini wakati hayo yakiwa yanaendelea, upande wa pili, upande wa ACT Wazalendo, na wenyewe wameichukua ile slogan ambayo ilianzishwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hususan na mwenyekiti wa chama hicho ndugu Tundu Antipas Lissu, ya no reforms no election, huku chama cha ACT Wazalendo kimesema kuwa kipaumbele cha chama hicho kwa sasa ni kupigania mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, hasa kurejesha thamani ya kura ya kila Mtanzania kwenye chaguzi. Kauli hiyo imetolewa na kiongozi wa chama mstaafu wa ACT Wazalendo, ndugu Zitto Kabwe, ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi katika mikoa ya Kusini, operation ya chama hicho iliyopewa jina la Operation Linda Demokrasia, kwa kongamano lililofanyika katika jimbo la Lindi mjini Machi 29, 2025. Operesheni Linda Demokrasia maana yake ni nini? Maana yake ni kurejesha heshima ya kura kila Mtanzania. Kwa chaguzi 3 mfululizo,
thamani ya kura imepotea. Uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 hakukuwa na kura, takribani wagombea wote wa upinzani walienguliwa. Mwaka 2020 tuliona kwa mara ya kwanza kura feki zikizagaa hovyo barabarani. Mwaka 2024 wakafanya kama mwaka 2020, alisema Zitto Kabwe, na kuongeza, tunapigania thamani ya karatasi ya kupigia kura. Karatasi za kupigia kura zisiwe kwenye mikono ya mabarozi, polisi au maofisa wa usalama wa taifa. Mpiga kura aikute kwenye kituo na aiache kwenye kituo, isitoke nyumbani kwa mtu. Ndugu Zitto amesema kuwa hoja kuu ya Operation Linda Demokrasia ni mageuzi katika tume ya uchaguzi ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru, wa haki na wa kuaminika. Tume ya uchaguzi yenye wajumbe kama Omari Mapuri ambaye amewahi kuwa mwenezi wa CCM inawezaje kutenda haki kwa watu wote? Sheria ya sasa ya tume huru ya uchaguzi imeweka utaratibu kuwa angalau wajumbe wa tume ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani, watu waombe na wafanyiwe usaili. Serikali ya CCM haitaki kutekeleza jambo ambalo wamelitunga wenyewe, alisema Zitto Kabwe. So hayo ndo ambayo yanaendelea kwenye siasa za Tanzania hii leo, ambapo tumeambiwa kwa taarifa hii ambayo inaendelea sasa hivi, japo wengi walikuwa na hofu kwamba huenda hii kauli au slogan ambayo inaendeshwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo haiwezi kuungwa mkono na vyama vingine, lakini vyama vingine ambavyo vipo kweli kwa nia ya kuleta upinzani juu ya CCM ambaye ndo chama tawala vimeweza kuibuka. Kwa mfano sasa hivi ameanza ACT Wazalendo ameiunga kula hiyo kauli au slogan ya Chadema ya no reforms no election. Kwa maana hiyo ametoa sababu zake za kwa nini anaunga hoja na kwa nini anataka sheria zirudiwe upya au zitungwe upya. Wale ambao wataenda kusimamia uchaguzi wasiteuliwe bali waweze kuchaguliwa kwa kuomba pia, kuomba kuchaguliwa. So hiyo inaweza ikasaidia kufanya uchaguzi uwe huru na uwe ni uchaguzi wa haki. So tusubiri tuone, je, CCM wanaweza kukubali kufanya hiki ambacho vyama pinzani wameanza kukirilia? Maana uchaguzi umebakisha tu miezi kadhaa hapa. Uchaguzi ni mwezi wa 10 mwaka huu, na vyama pinzani vimeanza kuamka, ndo vinaendelea kupiga vita juu ya hiki ambacho kinaendelea na kuona ni jinsi gani ambavyo wanaweza kupata haki zao juu ya kile ambacho wanaonelea kinaweza kikawa ni kizuri kuelekea kwenye huu uchaguzi, ili uwe wa haki, huru na wenye maamuzi ambayo yatamgusa kila mmoja. So tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye uchaguzi wa mwaka huu.